tumeshuhudia performance ya Yanga na performance ya Fountain Gate. Nini ambacho umekiona katika mchezo huu? Nafikiri tukirudi kwenye kile ambacho Pedro Gonçalves alikizungumza kwenye mchezo wa jana, kwa maana kwenye press kabla ya mchezo alizungumza kwamba moja kati ya kitu ambacho amekinoti ni namna ambavyo timu za Tanzania zinacheza. Ni waumini sana wa mfumo wa low block, kwa maana muda mwingi watazuia and then wakushambulia kupitia mipira ya counter attack. Lakini kwenye mchezo wa leo nafikiri imekuwa tofauti kidogo. Kocha wa Fountain Gate ni kama alikuwa anamsikiliza and then mchezo wa leo akaja tofauti. Kitu ambacho nimekipenda ni kwamba mbali na kuwa walikuwa wanajua kwamba Young Africans ni bora, walikuwa wanajua kabisa ina wachezaji bora sana kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja, lakini hawakutaka kukaa nyuma. Fountain Gate muda mwingi walitaka kupishana na Young Africans huku wakiwa na possess, na ndio maana ndio kitu pekee nafikiri ambacho kimewasaidia, kwa sababu wangeweza kuzuia ama wao wa pili kwenye matukio, kuna namna ambavyo wangeweza kumkaribisha Young Africans kuliko ambavyo walianza kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo kwa leo mbinu ilikuwa ni nzuri sana, muda mwingi kutaka kuchezea mpira pale ambapo Young Africans ana umiliki. Unaona walikuwa na jumuika kwa pamoja kwenda kusafa na kuupata and then wanaanza kupossess. Kitu ambacho wanakikosa ni kwenye eneo la mwisho, namna ambavyo wanaweza akaa na athari kwa timu pinzani, lakini kwa maana namna ambavyo wanaianza safari yao wakiwa wanalitazama lango la timu pinzani ni kitu ambacho walifanikiwa kwenye mchezo wa leo. Nafikiri hapa ndo unakuja kuangalia ubora sasa wa mchezaji mmoja mmoja, nini ambacho unaweza ukakipata ukiwa na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Mechi imekwenda kuamuriwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Young Africans, lakini kimbinu ni kama makocha ambao walikuwa wanafanana kwenye falsafa ambao walikuwa wanaitumia, kulingana pia na machaguo ambayo Pedro Gonçalves alichagua kwenda nao kwenye mchezo wa leo. Moja kati ya kitu ambacho nafikiri kinawakosesha Young Africans imani ni kumkosa Pacome Zouzoua and then ukamkosa Dickson Jobu pamoja na Diarra. Yaani tafsiri ya kawaida ni kwamba Yanga inajengwa nao wachezaji. Kama wanakosekana, athari inaweza ikawa ni kubwa sana kama unakutana na mpinzani ambaye yuko bora kwenye maeneo yote ya uwanja. Moja kati ya kitu ambacho Fountain Gate wameshindwa kukitumia kama faida ni baada ya kocha kuanza hivyo. Kwenye mchezo wa leo unaona baada ya kukosekana Mohamed Hussein pia na Pacome Zouzoua, Diarra, japokuwa Musheli alifanya wao sana kwenye mchezo wa leo, lakini ulikuwa unaona Yanga sio ile ambayo imecheza mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo najaribu kuvuta taswira Young Africans inawakosa hao wachezaji watatu mbeleni, aidha kwa kadi ama kwa majeraha, basi inawezekana ikawa kwenye wakati mgumu sana. Lakini changamoto nyingine unaona wachezaji ambao wamesajiliwa na wanaopewa nafasi ya kucheza ni kama wanashindwa kumuofa mwalimu kile ambacho anakihitaji. Rudi kwa mchezaji kama Celestian Ekua, mtazame akiwa ASEC Mimosa, and then mtazame hivi sasa akiwa kwenye kikosi cha Young Africans. Unaona kabisa ni kama ana struggle kuweza kuonyesha kile ambacho kiliwafanya Young Africans wakamsajili na kaona ni chaguo sahihi kuja kucheza kwenye ile eneo. Changamoto ambayo anaipata mwalimu, unaona pengo la Clement Mzize ni kama linaonekana, kwa sababu inafika wakati kocha anaamua kumtumia beki kama winga. Maana yake hapo kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa winga ambaye amepewa hayo majukumu. Kipindi cha kwanza ameanza na Ekua, lakini tazama baadaye akaweza kufanya substitution, anamtoa Ekua na muingiza Mohamed Hussein. Baada ya Mohamed Hussein kuingia, unaona akamswitch Boka kucheza kama winga. Maana yake alikuwa anakosa kile kitu bora ambacho alikuwa anakitarajia kutoka kwa Ekua. Lakini rudi kwa Dumbia pia ni kama bado kuna changamoto ambayo anaipitia. Tafsiri ya kile ambacho nakizungumza, ukimkosa Pacome pamoja na wachezaji ambao nimewataja, unaona hata kwenye mchezo wa leo baada ya Dumbia kupewa nafasi ya kuanza ni kama Young Africans ilikuwa inapitika sana kirahisi katikati. Yaani kama sio Duke Abuya kuwa bora kwenye kuzuia mipira, ulikuwa unaona Young Africans namna ambavyo ilikuwa inafikiwa kiurahisi. Kwa hiyo nafikiri Young Africans walikuwa kwenye kiwango bora sana, muhimu imekuwa ni pointi 3, lakini kunayo madhaifu ambayo naamini kuelekea dirisha dogo Young Africans anaweza kwenda akayafanya kama njia ya yeye kwenda kule ambako anahitaji. Kulingana na mashindano ambayo anashiriki, anahitaji kuwa na wachezaji ambao kuwapa nafasi ya kucheza wapi kwa bahati mbaya ama wapi kwa sababu yule ambaye ni chaguo lako la kwanza unamkosa aidha kwa kadi ama kwa majeraha. Kwa hiyo lazima waingie dirisha dogo kwenda kuleta wachezaji ambao watakuja kutoa kitu kipya mbali na hiki ambacho anakipata hivi sasa. Nini ambacho umekiona kwenye utofauti kati ya Musheli na Diarra katika mechi? Moja kati ya kitu ambacho nimekiona, nafikiri Musheli kwa umri wake amechagua kujifunza kwa Diarra. Yaani nilichokiona
si kama achezi kiwango chake ni kidogo, lakini achezi kwa sababu ya kuheshimu bora ambao Diarra yuko nao. Tazama kwenye mchezo wa leo amepata imani ya kwanza, lakini namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kuicontrol mechi ama kupunguza ile pressure wakati wanashambuliwa ilikuwa ni kubwa sana. Uimara wake kwenye kudaka, kuna baadhi ya moment ulikuwa unaona goalkeeper yote, yani kama ni goalkeeper bora, hakikisha unapofunga safari ya kutoka basi toka kweli kweli, na unapotoka ukafanya kile ambacho kuna unakikusudia, ambacho kimekufanya ukatoka, na ndicho ambacho amekifanya. Kuna nyakati ametoka akaenda kupiga mpira ukaenda nje, lakini ukawa umezuiliwa, bado uko ndani ya uwanja, and then bado akaendelea kuonyesha kwamba ana uhitaji wa kwenda kufanya yale makosa ambayo tayari alishafanyika na mabeki wake. Kwa hiyo nafikiri ni kijana ambaye anakuwa kwenye element za Diarra, yani namuona kabisa kama ataendelea kujifunza na si kudharau kile ambacho Diarra anacho, basi inawezekana akaja kuwa goalkeeper bora sana huko mbeleni, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo anavyo magolikipa wengine wanadakia timu kubwa na vikosa. Kwa hiyo kwa umri wake, bila shaka kwa kile ambacho amekiofa na namna ambavyo anaendelea kuimarika kila siku, namuona kabisa akija kuisaidia Young Africans kwenye kipindi kadhaa mbele. Duke Aboya amechukua man of the match. Nini ambacho umekiona kwake kwa mchezo wa leo? Of course kwangu mimi alistahili kuwa man of the match kwa sababu uwezo wake akiwa uwanjani. Nafikiri kitu ambacho naweza nikasema, ukimpata mchezaji ambaye ana consistency, ana nidhamu ya kuheshimu klabu ambayo anatumikia, basi mng'ang'anie sana, kwa sababu kwa asilimia kubwa hivi sasa wachezaji, naweza nikatumia kauli ya matapeli, yani unamsajili ukiwa unatarajia atakupa kitu bora, lakini mwishoni mwa msimu ama baada ya ligi kuanza unaona vitu vinakuwa tofauti na vile ambavyo ulikuwa unatarajia. Ameassist kwenye mchezo wa leo, mbali na kuassist ulikuwa unaona uwezo wake wa kuweza kuiunganisha timu kwenye eneo la katikati. Ana akili kubwa sana, nafikiri kwa asilimia kubwa ni kama anataka kujaribu kulifuta lile pengo la Aucho kipindi kile. Kuna namna ambavyo anataka kuaminisha Young Africans bila Aucho bado Young Africans inaweza ikaa kwenye muonekano, na anaonyesha kitu bora kwenye kila mchezo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa kocha yoyote kitu ambacho anakiomba ni kuendelea kumpata huyo mchezaji, kwa sababu kama anapata majeraha inawezekana ukawa kwenye wakati mgumu sana kupata kile unachokihitaji. Lakini kitu kingine, kuomba kuwa na consistency ya kile ambacho yuko nacho. Nafikiri kwa mchezo wa leo alikuwa anacheza na Dumbia, lakini hakuwa anacheza na Mudathir Yahya, mchezaji ambaye amecheza wote msimu uliopita, lakini bado alikuwa kwenye kiwango bora. Kwa hiyo nafikiri utampongeza kwa hizo jitihada ambazo amekuwa nazo na ubora ambao amekuwa akionyesha, lakini unahitaji zaidi kuona anakuwa na consistency. Shukrani. Asante. Yes, of course, mimi naitwa Ali, karibu nyuma yangu na CEO klabu ya Fountain Gate. Licha ya kupoteza, lakini wameondoka na tuzo mbili leo wamekabidhiwa hapo, ikiwa ni tuzo ya mchezaji bora na tuzo ya kocha bora wa mwezi. Sio kwema? Kwema kabisa. Vizuri. Niko vizuri, namshukuru Mungu. Poleni kwa kupoteza mchezo. Asante sana. Ni mchezo namna gani? Mchezo ulikuwa mchezo mgumu. Najua tunacheza na timu ambayo ni ngumu, lakini nashukuru kwa sababu vijana wangu wamepambana sana kuweza kumanage mchezo kama ulivyokuwa leo, lakini mchezo ulikuwa mgumu sana. Watu wengi walitizama Yanga performance kwenye Champions League wakaamini leo mnyinyi mngekuwa kibonde, mngeweza kuchezea bao 5 ambazo mmelifunga kwenye msimu uliopita, lakini mambo yamekuwa tofauti. Ni kwa sababu ya ingizo jipya la wachezaji na maboresho? Vyote naweza nikasema vyote, kwa sababu mentality wise vijana nao wanajua kwamba of course hatuko vizuri sana, kwa hiyo lazima wapambane. Kumbuka mwanzo kabisa tumepoteza michezo mfululizo mitatu, kwa hiyo hali yetu sio nzuri sana. Kwa hiyo na of course kocha anaongea nao muda wote kwamba wapambane, na sisi tumetoka kwenye safari, unajua tumetoka Babati kuja huku na basi, kwa hiyo alafu wao wanatumia of course ndege, kwa hiyo wote tumekutana, lakini all in all tunamshukuru Mungu, mchezo umekuwa mzuri sana na matokeo ndio hivyo, lazima ukubali. Yes. Watu wameona mabadiliko licha kwa mmepoteza, lakini kikosi chenu kimesheni vijana wengi, lakini pia tumeona tuzo ya mchezaji bora wa mwezi imeenda kupewa kwa mchezaji kijana. Ni furaha kubwa kiasi gani kama uongozi? Of course tuna furaha kubwa sana, kwa sababu unajua sisi kama Fountain lengo letu ni kukuza vijana tena wazawa, na unaona timu yetu kwa kweli vijana wengi sana wanapambana, ni wadogo sana, wengine hapo pale walikuwa under 17, alikuwepo mmoja. Kwa hiyo kwa kweli sisi tunajivunia kama Fountain kuona vijana ambao wanapambana kwa ajili ya nembo yao. Tuzo bora, kocha, yani kwa kweli inatupa nguvu kupambana zaidi.
Yes. Yakoje sasa, tunaenda kwenye break ya AFCON, malengo kama uongozi mkoje na target zenu kwa namna ambavyo mmeona nafasi yenu mlivyo? Of course sasa hivi vijana kidogo tutawapa likizo kwa sababu tulikuwa na back to back, yani mazoezi, mechi nyingi sana. Nadhani sisi ndio tumekuwa na mechi nyingi sana kuliko wengine. Wengine walikuwa wanapumzika kidogo, sisi hatujapumzika. Kwa hiyo vijana tutawapa likizo kidogo wapumzike, alafu baada ya kupumzika watarudi tena kocha afanye yake. Yes, lakini tumejipanga kwa sababu target yetu bado iko pale pale. Yes, top 5. Top 5 yes, unaiona top 5 kuipanga? Inakuja. Inakuja. Kabisa. Inakuja. Wana Babati tuzungumza nao. Kwanza ni washukuru sana wana Babati kwa sababu kwa kweli wamesimama na sisi kwenye hali zote, watu na sisi, hali nzuri, hali mbaya, support wanatupa, mechi zetu za nyumbani zote wanakuja, wanatusaidia, wanakuja kwenye kushangilia. Kwa hiyo kwa kweli wana Babati, endeleeni jamani kutushangilia na sisi tutaendelea kuwapa kitu bora. Shukrani. Asante sana.